Unapotaja nchi zilizobarikiwa kwa kuwa na rasilimali nyingi duniani, huwezi kuacha kuitaja Tanzania. Unapoitaja mikoa iliyobarikiwa kwa kuwa na madini tofauti Tanzania, ni hakika Shinyanga itakuwa miongoni mwa mikoa hiyo, tena kwa vielelezo dhahiri kabisa. Mgodi pekee wenye uzalishaji mkubwa wa almasi ni Mwadui nchini Tanzania, miongoni mwa migodi michache sana duniani kwa uzalishaji wa almasi ya pinki. Naam, unapozungumzia mkoa wa Shinyanga huwezi kuisahau Bulyanhulu, ambako unapatikana pia mgodi wa Barrick Bulyanhulu. Licha ya Barrick Bulyanhulu kuwepo, katika kata ya Bulyanhulu kuna maeneo yaliyotumika kwa uchimbaji mdogo wa madini ya dhahabu. Kama ilivyo kawaida, kitongoji cha Bulyanhulu, kijiji cha namba 9, halmashauri ya Msalala, wilayani Kahama, mkoani Shinyanga, kuna mgodi mdogo wa wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu. Siku zote machimbo yanapoanzishwa au kugunduliwa hukusanya watu kutoka sehemu mbalimbali, iwe ni magharibi, mashariki, kaskazini, hata kusini. Hukusanyika sehemu iliyogunduliwa na kuaminika kuwa kuna madini ya dhahabu mahali hapo. Kila mtu akifanya anachoweza, ikiwa ni uchimbaji, biashara kama mamalishe, maduka, kuuza vinywaji kama vile maji, juice na kadhalika. Kila mmoja hunufaika kwa namna yake, huku serikali nayo ikijikusanyia mapato kutokana na milahaba ya upatikanaji kodi katika eneo husika. Lakini je, wanaachwa vipi wakazi wa eneo ambalo limechimbwa mashimo kwa ajili ya utafutaji dhahabu? Mara baada ya dhahabu kuisha, madimbwi makubwa yanayofahamika kwa kawaida kama matrencha, mashimo yanayotishia usalama wa watoto na afya za wakazi, kwa utunzaji wa maji yasiyo salama yanayochochea ongezeko la mbu na mazalia yake waenezao magonjwa kama malaria. Ni wazi kuwa sekta ya madini ni moja ya sekta zinazokuwa kwa kasi nchini Tanzania. Ni moja ya sekta zenye uzalishaji mzuri wa kodi toka eneo husika na taifa kwa ujumla. Kitembelea kitongoji cha Bulyanhulu, kijiji cha namba 9, utajionea namna hali ilivyo katika eneo hilo. Wakati zikiwekwa mbinu mbalimbali za kulinda rasilimali mbalimbali, ikiwemo rasilimali katika sekta ya madini, ikumbukwe kuwekwa mbinu na mikakati ya kusaidia kulinda hali za wakazi katika maeneo ambako madini yalichimbwa, na hatimaye madini hayo hayapo tena isipokuwa mashimo mengi yaliyotelekezwa. Asante kwa kutazama. Jina langu ni Pili Mkono.